Mimi ni Anastasia Uhereke, ni mkuu wa Bongo FM. Tumekuwa Jabu kwa siku 3 kuanzia Jumatano, Alhamisi mpaka hii leo Ijumaa, lakini lengo la sisi kuwa hapa ni kupewa mafunzo. Sisi ni wanahabari, chombo chetu cha Bongo FM ni chombo cha habari, na kama mnavyofahamu kwamba kwenye taaluma yoyote ile, ili uweze kuwa bora ni lazima uweze kupata mafunzo ya mara kwa mara. Kwa hiyo kwanza tunashukuru sana bodi ya ithibati Jabu kwa kuona kwamba ni muhimu. Sidhani kama wameshafanya mafunzo na vyombo vingine, lakini sisi kwetu tunaiona kwamba sisi ndio wa kwanza. Kwa hiyo tunawashukuru kwa kutuchagua na kutuona tunafaa katika haya mafunzo. Mafunzo haya yametusaidia sana kwa sababu tunafahamu chombo cha habari ni chombo ambacho pia kinahusiana na mambo ya watu, kinahusiana na maisha ya watu, kinahusiana na taarifa za watu, hata zikiwa ni za maendeleo, lakini kwa asilimia kubwa zinawahusu watu. Kwa hiyo ni muhimu kujua sheria. Tumepata uelewa mkubwa kuhusiana na sheria ambazo zinahusiana na vyombo vya habari, lakini maadili ya vyombo vya habari, lakini pia swala zima la uzalendo. Kwa tumepata nafasi ya kufundishwa mambo mengi, ya kujua namna gani ya kuandika habari, namna gani ya kuitangaza habari ambayo yani mwandishi wa habari hautaingia kwenye matatizo, labda uweze kushtakiwa ama labda umeingilia uhuru wa mtu na vitu vingine ambavyo ni vingi. Lakini pia kubwa ni kuhusiana na uzalendo kwa nchi yako. Tumeona kumekuwa na ombwe hapa, hususan sisi wanahabari ambao ni vijana. Wakati mwingine unaandika vitu unajua kabisa yani unaibagaza nchi yako. Kwa hiyo kitu ambacho kikubwa pia tumepewa ama uelewa, maarifa makubwa ni kuhusiana na uzalendo. Uzalendo kwanza, sisi kama wanahabari lazima tupende nchi yetu, tuwe mbele, tuwe wazalendo, tuandike habari ambazo zitasaidia nchi yetu kuliko kuibagaza nchi yetu ama kuingiza kwenye matatizo ama kuona nchi yetu haifai na mambo kama hayo. Kwa tunawashukuru Jabu, tunaomba vyombo vya habari watakapopata nafasi kama hii ya kuitwa hapa, yani sio waje, ni wakimbie kwa haraka sana. Mimi ni Arnold Philemon, ni mwandishi wa habari kutoka Bongo FM. Leo umekuwa siku njema kuwepo hapa kwenye bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Nimejifunza mambo mengi. Kwanza nimevutiwa kujifunza kwamba majukumu ya Jabu au hii bodi si tu kutoa vitambulisho ama kadi kwa waandishi wa habari kama inavyofikiriwa na wengi, lakini pia kufanya ufuatiliaji na ukuaji wa mwandishi wa habari. Ndio maana mafunzo kama haya yamefanyika. Kwa hiyo hilo ni moja nilojifunza, lakini mbili, nimekumbusha wajibu wangu wa kihabari kama mwandishi wa habari kwamba ninao wajibu gani katika kuhabarisha umma, lakini pia katika kujenga taswira njema kwenye jamii. Kwa hiyo umekuwa na wakati mzuri sana kwangu, na ushauri wangu kwa waandishi wa habari wengine kwamba watumie mafunzo kama haya kama fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji kazi wao, kwa sababu kujifunza ni moja ulichojifunza darasani, lakini kitu kile kukiboresha ama kujikumbushia ni kitu kingine, kwa sababu yapo makosa yanayotokea si kwa sababu mtu hakukaa darasani, ila ni kwa sababu amesahau. Kwa hiyo mafunzo kama haya mimi naona ni fursa nzuri, na ninashauri pia hata bodi ya ithibati endelee kuyatoa kwa waandishi wa habari. Irene Kilango ni mwandishi wa habari kutoka Bongo FM. Siku ya leo imekuwa siku nzuri sana kupata mafunzo kutoka kwa Jabu wa bodi ya ithibati Tanzania kwa lugha ya Kiswahili. Imekuwa ni siku nzuri kwa sababu si tu yale ambayo tumesoma darasani tunakuja kuyatekeleza kwenye kazi zetu, lakini tumeongezewa mambo mengine mapya, lakini namna ya kufahamu kanuni, maadili na vile ambavyo tunaweza kuyatendea katika kazi yetu, katika kuhakikisha umma unapata kazi nzuri, lakini pia hata sisi wenyewe tupo katika mazingira mazuri. Kufanya vitendo hatarishi kwenye kazi zetu kama kuchafua masource ama vyanzo vyetu vya habari, lakini pia kuleta utatanishi katika habari ni vitu ambavyo vimegharimu karia za waandishi wengi
kitendo ambacho si kizuri kwa mimi au kwa yule ambaye ni mdau wetu, msikilizaji na mtazamaji wetu. Kwa hiyo siku leo imekuwa ni siku njema sana, na tunahisi tunahitaji mafunzo haya tena na tena katika vipindi tofauti kadri ambavyo dunia inazidi kubadilika, na sisi tuzidi kupewa mafunzo haya. Lakini big up kubwa ama pongezi kubwa kwa Jabu kwa jambo hili. Waandishi wa habari haugusi tu nyanja moja, unagusa taasisi tofauti. Taasisi zote nafikiri ni msemaji mkubwa sana wa jamii. Hivyo mtu kama huyu anapaswa kulindwa, lakini pia anapaswa kufahamu nini afanye ili awe katika eneo zuri la ulinzi zaidi. Lakini leo nimesikia kitu kimoja kikubwa. Kuna sehemu waandishi wa habari wanafika hawapati ushirikiano, lakini kumbe Jabu ipo na inaweza kuunganisha kati ya hizo taasisi na hao waandishi. Kwa ni kitu kizuri sana.